Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa linaendelea na mapambano dhidi ya wahalifu mbalimbali wakiwemo wale wanaosababisha taharuki katika jamii kwa kuzusha kuibiwa sehemu nyeti za miili yao na wale wanaofanyia ukatili na uzalishaji watoto. Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa tumeendelea na mapambano dhidi ya wahalifu mbalimbali wanaotenda uhalifu kwenye mkoa wetu wa Rukwa. Hao watu tunaopambana nao hasa ni wale wanaozusha taharuki au wanaosababisha taharuki baada ya kuzusha kwamba wameibiwa sehemu nyeti za miili yao. Lakini vile vile tunapambana na wale wanaofanya ukatili pamoja na udhalilishaji dhidi ya watoto. Katika kuhakikisha jamii ya watu wa mkoa wa Rukwa wanaishi bila hofu, limewafikisha mahakamani tena vijana watatu waliomzushia Bwana Hosea Ngongo mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Soweto Mbeya, kuwaibia nyeti zao katika kijiji cha Kilangwana, wilaya ya Sumbawanga, kisha kumpiga na kumsababishia jeraha kichwani. Kwenye mapambano dhidi ya hao wanaozusha taharuki za kuibiwa nyeti zao, tumewafikisha mahakamani tena vijana wengine watatu ambao walimzushia Bwana Hosea Amani Ngongo mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Soweto Mbeya, kwamba wote watatu wamewaibia nyeti zao huko kijiji cha Kilangwana, wilaya ya Sumbawanga, na kisha baada ya uzushi walianza kumpiga na kumsababishia maumivu pamoja na jeraha kichwani. Vijana hao ni Geoffrey Mirumba Dominic miaka 24, Jafari Nevat Shanjira miaka 25, hawa ni wakazi wa kijiji cha Kilangwana. Lakini mwingine ni Huruma Geoffrey Kasonso ana miaka 18, ni mkazi wa Kiliamatundu. Wote hawa watatu wametiwa hatiani na mahakama ya mwanzo Kipeta, wilaya ya Sumbawanga, mbele ya Mheshimiwa Hakimu Wilgis Isaac Mbunda. Wote watatu wamepewa adhabu ya kifungo cha miezi 6 jela kila mmoja, pia kumlipia fidia ya maumivu na jeraha alilopata Bwana Hosea Amani Ngongo kiasi cha shilingi 50,000 kila mmoja. Adhabu hiyo imetolewa tarehe 10 Aprili 2026 na hakimu huyo, huku akisema iwe funzo kwa wote wanaozusha mambo ya kishirikina na kuleta hofu katika jamii ya Watanzania waliostaarabika. Kwa upande mwingine, mahakama ya wilaya ya Nkasi tarehe 9 Aprili 2026 imemhukumu Wandu Florian Chimukole mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Mbwendi wilayani Nkasi, kutumika kifungo cha miaka 30 jela baada ya kupatikana hatia ya kumbaka binti mwenye umri wa miaka 13. Mshtakiwa huyu alitenda kosa hilo tarehe 20 Januari 2026 huko kijiji cha Kakoma wilaya ya Nkasi. Wakati akitoa adhabu hiyo, Mheshimiwa Hakimu Dennis Luungo alisema adhabu hiyo iwe onyo kwa wanaume wenye tabia ya kuwafanyia ukatili watoto wadogo. Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa linatoa wito kwa wananchi wote kuendelea kutii sheria za nchi, pia wazazi kuendeleza ulinzi wa watoto ili wasifanyiwe ukatili. Wengine watatu wafungwa kisa nyeti, mmoja miaka 30 jela. Ni mimi Janet Maro wa TFTV.